zawadi kwa washindi wa michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika CAF ziko kama ifuatavyo, ambazo mwisho wa siku tunaona namna gani ambavyo wekundu wa Msimbazi Simba pamoja na furaha ya uwanjani kwa kutinga fainali ya michuano hii, ikiwa ni hatua zaidi ya mwendelezo wa kile ambacho klabu yao inahitaji katika michuano ya CAF, ambapo tangu 2018-19 mara zote imekuwa ikiishia hatua ya robo fainali ya michuano ya CAF, ligi ya mabingwa barani Afrika na kombe la shirikisho, na sasa kutinga fainali. Ni kwamba kwenye kikao hiki cha kamati ya utendaji kiliamua kwamba timu zote kwenye hatua ya makundi kombe la shirikisho barani Afrika zitakazomaliza katika nafasi ya 4 na nafasi ya 3 kwenye hatua ya makundi zitapata tuzo, zawadi ya dola za Kimarekani $400,000. Yes, hii ni zawadi kwa timu ambazo hazijafuzu hatua ya robo finali kwa lugha nyingine. Lakini zawadi nyingine mbali na hii ni zawadi inayohusisha timu zinazofuzu hatua ya robo finali ya michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Hapa tunamaanisha kwenye hatua ya makundi tunafahamu timu ya kwanza na timu ya pili ndizo zinakwenda hatua ya robo finali. Sasa kikao hicho cha kamati tendaji cha Julai 6, 2022 kiliamua kwamba robo finali ya kombe la shirikisho barani Afrika, timu zote zinazofika hatua hii zinapata tuzo ya dola za Kimarekani $550,000. Yes. Lakini vipi kuhusu nusu finali? Nusu finali, endapo Simba mnyama leo hii angetolewa na Stellenbosch, jambo ambalo Watanzania wakulihitaji, wekundu wa Msimbazi Simba wakulihitaji, na mwishowe dua zao kwa Simba zikafanikiwa kwa sababu Simba imefuzu hatua ya fainali kutoka nusu fainali. Lakini endapo ingeishia hapa nusu fainali, maana yake Simba ama timu zote zilizoishia nusu fainali, hapa tunazungumzia Stellenbosch pamoja na SES Constantine, zenyewe zawadi wanazozipata ni dola za Kimarekani $750,000. Hii ndiyo tuzo kwa timu zinazofika hatua ya nusu fainali. Lakini fainali kwa michuano hii ya kombe la shirikisho, ukiingia hatua ya fainali, maana yake tayari unajihakikishia dola za Kimarekani $1,000,000. Yes, $1,000,000. Kwa hiyo hivi sasa Simba kwa kutinga hatua ya fainali, kama ilivyo kwa wana fainali wengine wa michuano hiyo kwa msimu huu, RS Berkane ambao wanarejea kile walichokifanya msimu uliopita ambapo walifika fainali lakini bingwa akawa Zamalek, RS Berkane, Simba kwa kutinga fainali, kila mmoja anajihakikishia zawadi ya fedha kiasi cha dola za Kimarekani $1,000,000. Lakini kwa atakayetoa ubingwa baada ya fainali hiyo, bingwa ataondoka na kitita cha dola za Kimarekani $2,000,000. Yes, $2,000,000. Sasa hii maana yake ni nini? Ni kwamba klabu hizi kwa tuzo hii kutoka CAF wakishirikiana na wadhamini wao, maana yake klabu walau zinaongeza uimara wake, zinaimarishwa kiukwasi kwenye fedha, kwa sababu kiasi hiki cha fedha kwa fedha za Kitanzania ni kiasi kikubwa ambacho kama si kumaliza matatizo mbalimbali ya uendeshaji wa klabu, lakini kwa kiasi kikubwa tunasema kinapunguza makali ya uendeshaji wa klabu, kwa sababu tunafahamu klabu za hadhi ya Simba, klabu namba 4 kwa ubora barani Afrika hivi sasa, klabu kama RS Berkane bajeti zake ni nzito mno. Kwa mfano wekundu wa Msimbazi Simba, inakumbuka vizuri, bajeti yao ni zaidi ya shilingi za Kitanzania bilioni 20 kwa msimu mmoja. Yes, sasa kupata kiasi kama hiki cha fedha, maana yake ni kwamba kinakwenda kupunguza makali ya gharama za uendeshaji. Tunakumbuka vizuri uendeshaji wa mpira wa miguu kwa klabu zenye malengo makubwa kama Simba ni wa gharama kubwa mno, kwa sababu inahusisha kusajili wachezaji wenye wasifu mkubwa, wachezaji kama Elie Mpanzu Kibisawala, mchezaji mwenye kiwango cha juu, uwezo kumpata kwa fedha kiasi kidogo. Ndio ili umshawishi aje kwenye klabu yako, maana yake kuna kiasi kikubwa cha fedha kimetumika kumpata.